Kwa sasa moja kwa moja tunamwalika mwamba wa juu Leonard Musikula aje kutupitisha kwenye dondoo na takwimu muhimu sana kuelekea kwenye mechi ya Yanga ambao watakuwa wageni wa Singida Black Stars, mechi ambayo itachezwa uwanja wa Airtel pale mkoani Singida. Leonard, mambo vipi? Poa kabisa. Naona umetuandalia takwimu na dondoo muhimu sana kuelekea kwenye mechi hii ya Singida na wananchi Young Africans. Tunaanzia wapi kwenye takwimu zenyewe? Kikubwa ni upekee wa mchezo. Tunafahamu ni miongoni mwa timu ambazo msimu uliopita zilimaliza nafasi za 4 za top 4, lakini pia walikuwa ni wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo siku zote mechi ya Singida Black Stars dhidi ya wananchi haijawahi kuwa mechi nyepesi, na imekuwa ikihusisha nyota ambao wana uwezo mkubwa kiwanjani, quality ya kutosha, lakini pia nyota ambao wametoka nje mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo ndio maana yake mechi hii imekuwa na ukubwa wa kipekee kwa namna tofauti. Tukianza na takwimu ambazo nimekuandalia siku ya leo, tunakwenda kuangalia makutano ya timu hizi mbili kwa maana ya head to head, hasa zaidi kwenye NBC Premier League, tukiweza kushuhudia katika mlengo huu wa kwanza ambapo Singida Black Stars chui mweusi dhidi ya wananchi. Katika msimu uliopita Singida Black Stars na Yanga walikutana katika mechi mbili za ligi kuu, duru ya kwanza na duru ya pili, ambapo wananchi walishinda mechi zote mbili, kuja kuwa na sare kwa mechi kwa upande zote, lakini pia kikosi cha Singida Black Stars kikipoteza michezo miwili. Lakini mabao ya kufunga, kikosi cha Singida Black Stars wao wamefunga bao moja tu kwenye hizo michezo miwili, lakini kikosi cha wananchi Yanga wakifunga mabao matatu. Mabao ya kufungwa, kikosi cha Singida Black Stars wameruhusu mabao matatu, wakati wananchi wakiruhusu bao moja. Kwenye mechi bila kuruhusu goli kwa maana ya clean sheet, hapa unapata picha kwamba wananchi wamepata clean sheet moja katika mchezo ambao ulikuwa duru ya kwanza ile pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amaan Complex, na kwenye eneo la kuokoa michomo, mipira ambayo ilipigwa langoni na magolikipa wao kuokoa michomo. Kwa upande wa Singida Black Stars walikuwa michomo 6 na wananchi wakaokoa michomo 5. Takwimu zinakwenda kuonyesha kwa namna ambavyo hali ilivyo kwenye makutano yao kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League. Wananchi wana asilimia kubwa, wanaingia kama timu ya kwanza kiwanjani baada ya kushinda michezo yote miwili, na hata ukiangalia kwenye eneo lao la kushambulia offensively wamefunga mabao matatu, lakini eneo lao la kujilinda wameruhusu bao moja na wakivuna clean sheet moja. Lakini pia uweze kuacha kutaja kiwango bora ambacho pia ameonyesha golikipa wao Djigui Diarra katika mchezo ambao alicheza akiokoa michomo 5, lakini inaonyesha kwamba ni namna ambavyo pia safu yao semaji ilifanya kazi, lakini pia golikipa wao naye kafanya kazi ya ziada. Kwa hivyo kupitia takwimu hizi ni jinsi ambavyo timu hizi mbili na mashabiki wao wanaweza kaangalia mechi hii inaweza kuanza kwa namna gani. Kwa upande labda pengine Michael Yera anaweza kaona kitu cha kipekee zaidi kupitia makutano ya timu hizi mbili. Yaani takwimu ambazo zinaonyesha kwanza ni Yanga ambao wamebakia kuwa ni washindi zaidi dhidi ya Singida Black Stars, jambo ambalo linawapa wao faida zaidi kwamba imebakia kuwa timu ya kwanza dhidi ya Singida Black Stars. Lakini unachojaribu kuangalia kingine ni jinsi ambavyo timu zinacheza kwenye yale maeneo mawili. Eneo la kuzuia la Singida Black Stars, licha kwamba mlinda mlango pia lazimika kufanya kitu cha ziada tofauti na mlinda mlango Young Africans kwa maana ya kusave mara 6, lakini bado pia ameruhusu magoli 3. Tafsiri yake ni kwamba Yanga walikuwa wanafika zaidi kwa usahihi kwenye lango la Singida Black Stars na walikuwa wanafanya vitu kwa usahihi zaidi, ndio maana kwenye hayo mashuti yao 9 ambayo yalikuwa ni hatari zaidi, 3 kati yao yamekuwa ni magoli dhidi ya yale ambao waliyafanya Singida Black Stars ambao wenyewe wamepiga mara 5, na uzuri ni kwamba amefunga goli moja na mlinda mlango amefanya kazi ya kuokoa mara 5. Lakini kuelekea kwenye mechi ambayo wanakwenda kuicheza siku ya kesho, unaweza kuona kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikawa vimebadilika, hasa kwenye hiyo safu ya ulinzi ya Singida Black Stars ambayo anaizungumza. Kuanzia kwa mlinda mlango ambaye lastly alikuwa anacheza, na tunajua kwamba kwa sasa mlinda mlango ambaye anapata nafasi ya kucheza ama atapata tu nafasi ya kucheza zaidi ni Metacha Mnata, ambaye mechi yake ya mwisho ya ligi dhidi ya Coastal Union alibuka mchezaji bora wa mechi kwa kile ambacho alikifanya. Lakini hakutakuwa na uwezekano wa Amas kuwepo golini kwa sababu anatumikia adhabu ya ndani
ya klabu ambayo amempatia kwamba atakuwa nje kwa muda ambao atakuwa anafanya uchunguzi. Sidhani kama utakuwa umekamilika kufikia kesho. Kwamba uchunguzi wa miezi mitatu, uchunguzi shutuma za upangaji wa matokeo. Hivi miezi mitatu ilikuwa ni kwa Khalid Aucho au ni kwa Hamasi? Wote wawili, kila mmoja na Khalid Aucho naye pia. Aucho sio swala hili. Khalid ni utoro wa kuto kuwepo kwenye kituo cha kazi na utoro tu kwa ujumla kwenye timu na nidhamu ambayo imetajwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo amepewa muda gani? Miezi mitatu. Ambayo miezi mitatu automatically ligi itakuwa ishaisha au kama ni mechi ya mwisho kwa tarehe 18 mwezi wa 6 itakuwa inafikia huko. Kwa hiyo unategemea kuona mabadiliko kwenye eneo la goalkeeping ambalo lastly mlinda mlango alifanya kazi kubwa ya kuokoa michomo 6. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, Singida pia amekuwa na mabadiliko mengi kwenye eneo la kiulinzi. Hii eneo yote zimekuwa nyingi hasa kwenye eneo la center backs. Wamekuwa na Trabi ambaye kwa sasa hayupo kwenye kikosi. Morris Chuku currently ameonekana kurejea kwenye nafasi ya kiungo. Hapa chini anacheza Abdulmalik, anacheza Sebo au Kennedy. Kennedy naye pia amerejea kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo nategemea kuona pia pengine kama timu ilikuwa inafikiwa zaidi kwenye eneo la kiulinzi, hawa ambao wanaingia kwa sasa na mabadiliko kwenye eneo la goalkeeping watakuwa na kipi cha kukifanya kwenye mechi ya kesho dhidi ya Young Africans. Yes, tabia nyingine ya mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Wananchi ni mechi ambayo huwa inahusisha matumizi makubwa sana ya nguvu. Utakumbuka katika mchezo wa duru ya kwanza msimu uliopita pale New Amaan Complex, watu walifahamu namna ambavyo mechi ilivyokuwa ina physical battles aina yake, na ndio maana wakati twende kaangalia kiwango cha nidhamu katika mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Wananchi, namna ambavyo hali ilivyo kwenye namna ambavyo nidhamu ya mchezo na timu hizi mbili ambavyo zinavyokuwa. Ukitazama katika michezo miwili iliyopita, msimu uliopita, kiwango cha nidhamu kinakwenda kuonyesha picha nyingine tofauti, ukiondoa kando wale matokeo ya ushindi, sare na kupoteza. Msimu uliopita mechi mbili kila moja akicheza, katika makutano yao tumeshuhudia zikipatikana foul 22 wakifanya kikosi cha Singida Black Stars, kwa maana foul ambazo wamezifanya, lakini kikosi cha Wananchi Yanga wao wakitenda fouls 28. Na hapo unaweza kuipata picha zaidi kwenye namna ambavyo mechi ilivyokuwa katika maana kwamba kwenye duru ya kwanza na duru ya pili. Lakini angalia kwenye kadi za njano ambazo zimetoka, kadi ya njano kwa upande wa Singida Black Stars wamevuna kadi 4 kwenye hizo mechi mbili, lakini kikosi cha Wananchi Yanga wao wakipata kadi 5 za njano. Hakuna kadi nyekundu. Lakini unaweza ukaanzia hapa kinga mkono kwa namna ambavyo hali ilivyo kwenye eneo la fouls ambazo zimekwenda kutendeka. Tazama ujumla hapo unaona kwamba licha kwamba umepata ushindi katika game hizo mbili zilizopita, lakini matumizi ya nguvu yalikuwa ni makubwa, hasa kwa upande wa Wananchi wakifanya fouls 28. Na hiyo inatokana kwamba unapocheza na timu ambayo ina wachezaji wengi wakubwa, wakati mwingine unahitaji kuwa imara zaidi katikati, na katikati siri yake wakati mwingine kwenye kupola mpira, mtu hawezi kukupa mpira. Kwa hiyo lazima upole. Kwenye kupola kuna kugongana. Na hizi ndio hizo unaziona hizo foul nyingi ambazo Yanga wanacheza ili kutawala mchezo, wawazidi nguvu wenzao. Kwa hiyo unakuta Yanga wanafaidika kutokana na mazingira ya watu wao walikuwa nao, wakina Duke Abuya, unaona watu ambao wanaweza kupambana na kupola mpira, kina Mudathiri, unaona wanaweza kupambana kunyang'anya mpira na kuwafanya Yanga wawe salama. Lakini sasa kwenye hiyo unajikuta kuna kina Baka kule nyuma na wenyewe kuwazuia washambuliaji wa Singida ndio wanaanza kuwagonga. Kwa hiyo unakuta hizo foul zinaonekana zinachezwa hapo. Na hata kadi unaona waamuzi wanatoa, japokuwa tunashukuru pamoja na hizo foul zote hakuna kadi nyekundu. Ni mchezo ambao unaonekana foul zinachezwa ni foul za kimchezo. Unajua kuna watu wanacheza foul za kumizana kinga mkono kwako karibu. Mimi namalizia na takwimu za kiujumla kwenye mashindano yote ambayo wamevaa na msimu uliopita. Tumeona michezo miwili kwenye ligi kuu ya NBC Premier League msimu uliopita, na kwa sasa tumalizie kwenye michezo mitatu. Utakumbuka mchezo wa mwisho ulikuwa ni mwezi wa 6 mwaka jana tarehe 27 hivi, ambapo Wananchi walipata ushindi katika finali ile CRDB Federation Cup, na ilikuwa ni mechi kali kweli kweli, na ndio maana inafikisha mechi 3 msimu uliopita, mechi 2 za NBC Premier League na mechi moja ya CRDB Federation Cup ambapo ilipigwa katika uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar. Sasa hizi ni takwimu za jumla kwa maana ya hiyo michezo mitatu, ambapo Wananchi wameshinda game zote 3 bila kupoteza, hakuna sare, lakini pia mabao ya kufunga hapa Wananchi wakaongeza mtaji mabao 2 ukawa jumla sasa mabao 5, na ukiangalia mabao ya kufungwa Wananchi wameendelea kuruhusu bao 1 tu, lakini katika mechi bila kuruhusu goli ni michezo miwili ambayo Wananchi hawajaruhusu goli, na
Kwa kuwa michomo kikosi cha wananchi wamekuwa michomo mara 5 na hapa Singida Black Stars wakaokuwa michomo 11. Kwa hiyo hii ni takwimu ambazo zinahusisha mashindano yote kwa maana ya msimu uliopita, tukishuhudia namna ambavyo wananchi wameendelea kuwa bora zaidi, na pengine mechi ya kesho inatoa taswira kwamba huenda kikosi cha Singida Black Stars wakatamani kubadilisha upepo ambao unaonekana hapa. Ukiangalia katika eneo tofauti, hasa katika eneo ambalo kikosi cha Singida Black Stars umeonekana ukuta wao umekuwa ukifikiwa zaidi ama ukipitwa mara nyingi, ndio maana unaweza kaona golikipa wao wamekuwa michomo mara 11. Pengine kwa upande wa kesho, unadhani hili swala linaweza likajirudia kwa upande wa Singida Black Stars kwa ruhusu Yanga waendelee kuwashambulia kwa kina? Wanaweza kaendelea kufikiwa zaidi. Kati ya namba ambazo naamini zinaweza kaongezeka kwa urahisi zaidi ni hizo namba za mashuti ambayo yataokolewa na mlinda mlango Metacha Mnata ambaye juzi alikuwa mchezaji bora. Ya juzi amefanya save kwenye mechi ile, alifanya save 3 kama sio 4 kwenye mechi dhidi ya Coastal Union na kama man of the match. Inawezekana katika hali ya kawaida tu ukapiga hesabu kwamba kama Coastal Union alifika mara hizo 3-4, inawezekana possibility katika mawazo tu ya kawaida kwa level na kile ambacho Yanga wako nacho, unategemea watafika zaidi kwenye lango la Singida. Na kwa nini itakuwa hivi? Ni kwa sababu Singida pia amekuwa na mabadiliko kadhaa kwenye kikosi chao, na mabadiliko ambayo kuna wakati ni kama timu inaendelea kutengenezwa wakati mashindano yanaendelea, hasa maingizo ya wachezaji wapya kwenye dirisha dogo la usajili, kuto kuwepo kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wameanza nao kwenye msimu. Kwa mfano sasa hivi Singida ambao naizungumza, karibuni hapa hatuoni tena uwepo wa mtu kama Maruf Shakei kwenye kikosi, uwepo mtu kama Idris Diomande ambaye amekosekana kwenye mechi 2 ya juzi, alikuwa kwenye bench lakini hakucheza. Mtu kama Emmanuel KK ambaye naye pia amekosekana kwa siku za hivi karibuni. Mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa anakupa balance nzuri kwenye kikosi, na wapo Walid Aucho Desema ambaye alikuwa anailinda hiyo safu ya ulinzi, naye pia yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo unategemea kuona pengine kuna possibility ya wao kufikiwa zaidi kwenye eneo lao la kuzuia kuliko ambavyo pengine walifikiwa kwenye mechi dhidi ya Coastal Union kwa sababu ya daraja ambalo Young Africans wako nao. Lakini pia tunajua hizi top teams mara nyingi performance ya leo ina determine nini ambacho atakifanya kesho. Ndio maana uliona JKT jinsi ambavyo walipata tabu kwenye mechi yao baada ya Yanga kutokuwa na performance nzuri kwenye mechi dhidi ya Namungo. Reaction yake inakuwa ni ya uharaka sana, kwamba tunatakiwa kureact kwa uharaka kwenye mechi inayofuata ili kufuta yale yote ambayo yametokea huko nyuma. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mechi ambayo Yanga wanaweza akawa na command sana mechi na kuilazimisha kuwa ni ya kushambulia zaidi kuliko ambavyo wanaweza akawa nasubiria Singida wafanye maamuzi wao kwenye mechi, kwa maana ya kuicontrol mechi ukiachilia mbali possession. Kwa kusema hayo bwana Ahmed Hassan, mimi nimalize tu kwa kuonyesha magoli ambayo yamefungwa kwenye michezo miwili ya NBC Premier League baina ya timu hizi mbili, Singida Black Stars dhidi ya Wananchi, kwenye mechi ambazo zilipigwa msimu uliopita, duru ya kwanza na duru ya pili. Bao ambayo yakifungwa na kina Pacome Zouzoua, Clement Mzize, Prince Dube na Jonathan Soa wa Singida Black Stars. Wakati unatuonesha wewe ndio unatoa kabisa. Ndio nawaga kabisa. Sawa, tunakushukuru sana bwana Leonard Musikula.